Hi, good morning. I'm afternoon. I'm whatever time you watch. Hope Kofiti. My name is Timothy Mushiri, and if you're new, please consider subscribing. So, Leo, I have quite a story. I hope to relax and enjoy the story. Sawa. Choo-choo. Ka introduction system hapo. Anyway. So imagine in 1994 hapo April 6th there was this kid alikuwa anaitwa John Paul. So John Paul was there doing his homework da, and then all of a sudden TV inawaka, or rather TV ilikuwa on, so news zina headlines and then imeanza kuandikwa tu hapo eh, Rwandan president is dead, and then John Paul si ameketi hapo like ako 12 years old, anaangalia mamake anaangalia mzee wake, and then ako like it has started. So John Paul ako like what, nini imeanza? So hapo ndo mahali story yetu inaanzia. So John Paul si ako hapo, madhe ameambia mzae it has started, and so the dad immediately wakes up, start packs, anaanza kupack vitu zake nini, and then anachukua like the John Paul na sister yake, anawaambia kujeni, anaenda anawapeleka nje kwa banana plantation na anawaficha hapo. So anawaficha and then anawaambia do not come out until niwaambie it is safe to come out. So like the kid ako like okay, kwani nini inaendelea? So si the kid wanaenda wanajificha kwa hiyo banana plantation nini, wanakaa, and then all of a sudden wanaanza kusikia huko chance tu si the kid ameambiwa asitoke hapo, so si amekaa tu anasikia chance and then all of a sudden ndio akaanza kujua hapa ni kama kumeharibika, cause sasa soldiers wanaanza kukuja, anaanza from mahali yako anaona ma soldiers wanaanza kuingia kwa manyumba za watu, anaona tu moto zikichomeka everywhere. So turns out hii yote is none other than the period ya Rwandan genocide pale 1994. So if you're not familiar with the story, acha niku get acquainted kwanza mbio and then to read kwa story ya John Paul. So in 1994 kulikuwa na president wa Mhutu. So basically hizo days kulikuwa na three communities. There's Hutu, Tutsi and one other nimesahau, but the main ones ilikuwa Hutu na Tutsis. So Tutsis walikuwa like favored. Unajua Rwanda was colonized by, ilikoloniziwa na I think Germans, and then Germans wakashindwa na Belgians. Yeah? So Belgians vile wali take over, Belgians walikuwa na favor the Hutsis. The Hutsi, yeah? So Hutsi ilikuwa basically ni kama naweza kuambia aje, economic class of some sort, in that Hutsis walikuwa like watu who are learned, who have a lot of money nini. So there was a way that a Hutu angetoka from being a Hutu to become a Tutsi. That is if your economic status change, if upate do and everything. So unge change from being a Hutu to a Tutsi. But so vile Belgians walikam and everything, wakakuja nani huyu ananisumbua, naweza zima tu. So vile Belgians walikuja, au Belgians nao wakatengeneza hizi ma ID, and then after hizo ID zimetengenezwa ukakuwa permanent, like you are either a permanent Hutu or a permanent Tutsi. You get that? Yeah. So hivyo ndio ikakuwa, so wakaanza kutumia Matutsi wenye saa walikuwa
in a better economic state. Sasa alikuwa akaanza kutumia Matutsi ku rule sasa, so anatumia wa rule, so si Hutus wako like okay, what's not happening nini 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 nini, cause Tutsis wako favored nini 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 nini. So until this particular day when in 1994 the president Mhutu ndege yake ika crash. Ndege yake ku crash, si everyone thinks that ni Tutsis wameua Hutu, wameua huyo Hutu president. So mara moja those guys wakaamua washikane wa eradicate our Tutsis, because wako like there's no way mnaweza kuja mnatuua, mnatulia president, nyi mko favored, mko na everything, so our Tutsi baidha wakwende bana, and that began the genocide. So obviously ilikuwa very staged, bado kulikuwa na wale leaders wenye walikuwa na help inaitwaje kufacilitate the anger, na pia but basically that's how it was. So kila Hutu akaambiwa, kama uko na jirani Mtutsi, kama uko na anyone Mtutsi unajua, finish them. And that's what happened. Like sasa it got to a place, it was so bad that mtu alikuwa anaua their neighbors. Like mtu amekuwa your neighbor for almost 10-20 years, but on this particular day ujali, like unaenda, you go to their house, cha everyone. And this is what our unfortunate friend Mr. John Paul alikuwa na experience akiwa only 12 years old. So the dad ndio, so hiyo times ndio wameketi, John Paul ana watch all this unfolding, but yeye ako still young, so anaona president ameangushwa, ndege yake imeangushwa. The mom tells the dad, all of a sudden inabidi waende wajifiche kwa banana plantation. So John Paul proceeded to stay in that banana plantation for 4 days. Alikuwa tu anaamka, ana crawl, anaenda kwa ka stream, I think hata ilikuwa na maji chafu, hiyo ndio anakunywa tu. So anakunywa maji and ana go back to that place. So on the 5th day is when finally mama something, like a neighbor of theirs akakuja, niaje, huyu ni mama nani, nilitaka tu kuambia mwache kujificha hapa, you come to my house, nitawasaidia kujificha. So huyo mama nani alikuwa amechimba shimo ndani ya nyumba yake where the children wakaenda wakajificha. So imagine ana risk juu sasa yeye ana risk maisha yake mwenyewe by kuhide hao watoi. So akawa hide juu huyu mama alikuwa Mhutu, so si ni Tutsis wanafaa uliwe. So imagine a Hutu woman akahide hao Tutsi children, akawaficha chini ya kitanda yake mahali amechimba shimo, risking her own life juu angepatikana hata yeye angeenda. So I think tu inatuonyesha some of the in the middle of pia all this bado kulikuwa na humanity kidogo, but so akawa hide hapo for on the 5th day, 6th, and then finally after all this inaisha, unfortunately John Paul alikuwa amepoteza both parents na their older brother, and a repercussion of all this ni almost 1 million, around 1 million Rwandans walikufa juu ya this particular incident. So I think hata maybe some few lessons we can learn from this ni hata sisi tusikubali like our political heads wakuwe very influential to us, like isifike place where you can go to your neighbor and hurt them for the sake of politics or anything. Like we should be learning from our past brothers, sisters, like so anyway, this was a very unfortunate incident that happened in 1994, and since then a lot of peace treaties have been signed. Kuna a lot of stories behind this. Kuna time walikuwa nasema UN pia walikuwa wametuma watu
like enough soldiers to Rwanda wenye wangeweza kustop hiyo genocide, but no one knows mbona hawakuisimamisha. So yeah, I think it's up to us as Africans, as humans, mtu kuprotect your own self, na ukiona mtu anawapeleka in the wrong direction, it is up to us bado to stand up and kukataa kukuwa bullied. Yeah, I hope mmeenjoy hii story. Tuonane in the next story. Yeah, whenever it come out. Hope mtaenjoy. Give me feedback kwa comments and subscribe if you're new to the channel. Goodbye.